Alright, mambo vipi Mtanzania? Ni wakati mwingine tena tuko ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na hapa tuko katika hostel za Magufuli ambapo leo kiujumla tarehe 31 Januari 2026 limefanyika tukio kubwa sana la kiafya, hasa ikiwa ni muhimu kwa ajili ya kuelimisha vijana kwenye mambo ya afya, lakini pia na kucheki afya zao. Na hapa ninaye waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi Daruso Mlimani mwaka 2025-26 na yuko vizuri kabisa hapa. Naye atatuambia kwa upande wake amelioneje tukio kwa ujumla, lakini anaongea vipi na vijana wake hasa kwa masuala ya kiafya. Mheshimiwa, habari yako? Salama. Ni habari njema kukuona uko hapa. Hii inaonyesha vile ambavyo uko karibu zaidi na wanafunzi wako na ukiwa unaonyesha serikali yako namna inavyoitumikia wanafunzi wako. Hongera sana. Asante sana. Naam, kwanza unajisikiaje leo kushiriki katika tukio hili na pengine kuwepo kabisa kuhudhuria ndani ya tukio hili? Kwanza nimefarijika sana kuwepo kwenye tukio kama hili na sisi kama Daruso kuandaa tukio kama hili la afya ambalo ni muhimu sana, kwamba tunatambua wanafunzi wapo hapa kwa ajili ya elimu, lakini hakuna mwanafunzi ambaye anaweza kusoma bila kuwa na afya njema. Kwa hiyo nimefarijika sana katika kuandaa tukio kama hili. Ya, lakini pia umeona nini hasa kwa vijana wako, japokuwa walikuwa wanaonekana sio wengi lakini walikuwa wanakuja wengi kwa idadi, ukiwaona wakiwa wanakuja pale kwa wataalamu namba zinaongea kwamba ni wengi. Umeona nini hasa mwitikio kwa vijana wako? Kwanza nimefurahi sana, mwitikio ulikuwa mkubwa sana. Watu wamekuja kuangalia afya zao, wako ambao wamekuja kuchangia damu kwa kutambua kwamba kila tone la damu lina thamani katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo tumefarijika sana kuona wanafunzi wetu wanajua umuhimu wa kupima afya zao, kwamba wanaelewa kwamba wanapopima afya zao basi pia wataongeza nguvu zaidi katika kusoma. Sawa, nimependa kwa sababu inaonyesha utofauti wa serikali yenu iliyopo pia na serikali za nyuma, lakini pia hata kwa serikali za vyuo vingine. Kwa kweli hili unaliongeleaje hasa mpango mkakati wa kwenu kama serikali, wewe ukiwa ni mtekelezaji mkuu wa serikali yako? Mimi kama mtendaji mkuu wa serikali wa Daruso tumejipanga sana, sio tu kwenye sekta moja ya afya, kwamba tunatambua tuna wizara 12 na kila wizara tunahakikisha kwamba ni wa wizara hiyo katika serikali ya wanafunzi. Kwa hiyo tumejipanga kwa kweli. Sawa, tunamalizana swala la afya, lakini mkakati mkuu wa wote kuwepo hapa ni elimu, na tarehe 3 tunaelekea UE. Unawaambia nini vijana wako sasa kuelekea final examination? Kama nilivyotangulia kusema kwamba tupo hapa as primary objective ni kusoma. Hivi vingine vipo, lakini kitu muhimu sana ni kusoma. Kwa hiyo naomba kuchukua nafasi hii kwa kutoa rai kwa wanafunzi wote wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wakati matukio mengine kama haya yanaendelea, wasijisahau kama wamekuja hapa kwa ajili ya kusoma. Kwa hiyo naomba washughulikie sana jambo ambalo limewaleta hapa, kwa sababu bila elimu hawezi kuwepo hapa kufanya mambo mengine ya kijamii. Shukrani. Je, kuna lolote pengine vijana wako unatamani waendelee kujua hasa kwa serikali yako? Kitu ambacho nataka wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam waelewe kwamba serikali yetu imejipanga. Hili ni tukio la kwanza, kuna matukio mengine mengi yanakuja. Tutakuwa na Miss UDSM siku ya tarehe 13 mwezi wa pili, tutakuwa na financial literacy pia na matukio mengine kadhaa. Kwa hiyo naomba kutoa rai kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wajitokeze, waone serikali yao inavyofanya kazi, serikali zao inavyojaribu kupromote welfare ya wanafunzi wote wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Asante sana. Asante pia. Naam, huyo ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa serikali ya Daruso, ambapo ametupa hints za hapa na pale, moja akitukumbusha vijana kwamba mbali na matukio yote yanayoendelea hapa, tukio kubwa lililotuleta ni elimu na inahitaji tulitekeleze, lakini pia amekumbusha matukio mengine kama Miss UDSM na mengine yanayokuja. Endelea kustiki na sisi Student Connect. Mimi ni Kelvin Felix kuniita MC Kevo, na ngoja akosea, tukutane kwa matukio mengi zaidi ya Student Connect.